Tumsifu Yesu Kristu, taifa la Mungu popote mlipo duniani. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya 6 ya leo, ambapo tuna mwendelezo wa semina yetu ya ufafanuzi kuhusu ujumbe tuliopewa mwaka huu, ujumbe kutoka kwa kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na tukichagizwa na Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Ni ujumbe ambao tumepewa, ujumbe wa mwaka huu 2026, na tumetumia siku 7. Tunatumia siku 7 hizi, leo siku ya 6 katika kufafanua. Siku ya kwanza mpaka ya 3 alisimama Mwalimu Petro, na kuanzia siku ya 4 na kumalizia nitakuwepo mimi Mwalimu Josephat Paulo Mganyizi kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Na somo ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Somo letu kuu ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Na lengo la somo hili au lengo la semina hii ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Lengo kuu ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tukasema kuna watu wana mipango mifupi na kuna wengine wana mipango ya muda wa katikati na kuna watu wana mipango ya muda mrefu. Na kawaida matendo makuu ya Mungu yanatokana na imani ya mtu kwa kadiri alivyolipokea lile neno, kwa kadiri alivyolielewa lile neno. Inawezekana mtu mwingine akafanya matendo makuu kwa muda mfupi, mtu mwingine akafanya matendo makuu kwa muda wa katikati, mipango ya muda wa katikati. Mwingine akatumia muda mrefu. Kuna muda mfupi, muda wa katikati wa kawaida na muda mrefu. Kwa hiyo inategemea ni wewe umejipangaje, na kwa kadiri ya imani jinsi uliokuwa nayo unaweza kufanya matendo makuu. Sasa basi, na tukatokea kufundisha tokea siku ya kwanza kwamba lazima tumjue Mungu, kumjua Bwana. Ukimjua Mungu ndiko kunakoleta uwezo wa kutenda mambo makuu. Hatuwezi kupata mema au hatuwezi kutenda mambo makuu kama tumjui Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tuanze kipindi kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu na Mungu wetu uketei mahali pa juu sana palipoinuka, tunakia sababu ya kushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya siku ya leo, siku ya 6, ambapo tunaenda kuona ukuu wako katika neno ulilotutumia la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na Danieli 11:32b. Roho Mtakatifu kaseme nasi kwa namna ya kipekee. Roho wa Mungu kashuke mahali hapa kwenye madhabahu hii sasa, na neno lako la Zaburi 32 mstari wa 8. Tufundishe, tuonyeshe njia ya kuendea, tushauri jicho lako kutazama. Tunahitaji kutenda mambo makuu katika mwaka huu 2026. Roho Mtakatifu unayesema nasi kwa namna ya kipekee, wewe ndiye mwalimu wetu, kiongozi wetu, kwa kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100. Shuka kwenye madhabahu hii kwa kila mmoja kwa kadiri upendavyo wewe, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kumjua Mungu ndiko kunakoleta nini? Uwezo wa kutenda mambo makuu. Na Ayubu akatueleza katika kitabu cha Ayubu sura 22 mstari wa 21, tumjue sana Mungu, tutamani kumjua sana Mungu ili tuwe na amani. Inawezekana umepata ujumbe huu, umepata taarifa hii na umekaa kwenye semina toka siku ya kwanza mpaka leo hii, bado una amani au una mashaka, una wasiwasi, basi inatakiwa uanze kumomba Mungu. Ayubu aligundua siri hii, na sisi tukae katika hii siri. Mungu liangalia neno apate kulitimiza. Ayubu sura 22 mstari 21, tumjue sana Mungu ili tuwe na amani, ndipo mema nchi atapokutujia, ndipo tutaweza kutenda matendo makuu ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ujumbe wetu wa mwaka, Waebrania sura ya 10, Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na tunapoangalia kile kitabu cha Danieli sura 11 mstari wa 32b,
Neno la Mungu linasema, lakini watu wamjuao Mungu, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na somo letu katika ufafanuzi huu ndani ya semina hii ya siku 7 ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tunapounganisha jumbe hizi mbili, tunaona kwamba hatutakiwi kuwa na wasiwasi wala mashaka. Wasiwasi wala mashaka. Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania 11:1 hiyo. Lakini ukienda mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa sababu hiyo tukaweka kanuni 3, tukatangaza kanuni 3 zitakazotukamilisha katika kuishi kwa imani na zitakazotuwezesha kutuendeleza katika kumjua Mungu. Tukasema kanuni ya kwanza ni kumjua Mungu kupitia mwili, mabano umwilisho kama mwana. Kumjua Mungu. Unamjuaje Mungu? Kupitia mwili, mabano umwilisho kama mwana. Injili ya Yohane sura ya 1 mstari wa 14. Injili ya Yohane sura ya 1 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili. Na tunajua neno ni nani? Neno ni Mungu. Kama ni neno ni Mungu, Mungu alifanyika nani? Mwili. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Manake neno likatoa mwili, akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa basi, kwa ufafanuzi wa neno la kiimani, hili neno la Waebrania sura 10 mstari 38 ni neno. Kama ni neno, hili neno ni Mungu. Kama ni Mungu, tunatakiwa tumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa imani katika roho na kweli. Sasa na ile Injili ya Yohane sura 4 mstari wa 24. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakwenda kwa imani katika roho na kweli. Kama neno ndilo hili la Waebrania sura 10 mstari wa 38. Hili neno linatoa mwili, likafanyike mwili ndani ya mwili wetu, ndani ya mwili wangu, ndani ya mwili wako. Akakaa kwetu. Ili neno litwae mwili likae kwetu, liingie ndani ya kilindi cha moyo wetu, lilete mabadiliko. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Hili neno lina neema na kweli. Hili neno limejaa neema na kweli. Kweli ipi? Ya kuishi katika imani ya kutenda mambo makuu. Kwa hiyo hili neno likatufanye tukue na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuliposema kumjua Mungu kupitia mwili au mwilisho, ni tendo ambalo lina ufafanuzi wake. Na ufafanuzi huu upo katika kitabu cha Wafilipi. Upo katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi sura ya 2. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani tuweze kuelewa vizuri. Wafilipi sura ya 2, ukianza pale mstari wa 5 mpaka wa 11. Mstari wa 5 mpaka wa 11. Neno la Mungu linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa na nia ya kutenda mambo makuu, jambo kubwa ulimwenguni, kubadilisha ulimwenguni, kutakasa ulimwengu, kukomboa ulimwengu kwa kupitia mwili wake. Kwa kupitia mwili wake Yesu alifanyika mwana. Kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee, ili kila aaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Leo Yesu hayupo. Leo Yesu mimi na wewe hatumuoni. Liko neno. Tangu mwanzo kulikuwapo neno. Neno lipo. Na Waebrania 10:38 tumelikuta. Kama tumelikuta, limeshuka sawa sawa na Zaburi ya 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake utuponya na kutupoa katika maovu yetu. Tumeshangamia vya kutosha. Sasa amelituma mwaka huu 2026 neno la Waebrania
kama amelituma, neno hilo alilolituma lina nia ile ile, ndio Yesu Kristo, lina nia hiyo hiyo. Kwa hiyo anatuambia na sisi iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ndani mwetu, kwa sababu neno lishafanyika mwili ndani mwetu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Mungu alikuja kukomboa ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, lakini leo anatujia kwa njia ya neno. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kujishikamanisha nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Neno anapokuja kwetu, anatwaa utumwa wetu uliokuwa nao, anatwaa udhaifu wetu uliokuwa nao, mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Alipojinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Tumsifu Yesu Kristo. Namba 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lake lipitalo kila jina. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya nchi na vya chini ya nchi. Mstari wa 11, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Kristo, kwa utukufu wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Basi kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kupitia mwili, kwa kupitia umwilisho tunaona utukufu wake, na kwa kuwa alifanyika mwana, kwa kupitia neno alifanyika mwana, akaja kuishi hapa duniani na akaja akatukomboa. Alivyotukomboa, manake aliondoa zile nguvu za giza zote, akawa nuru, tukaweza kushinda. Na kama tuliweza kushinda, kwa sababu hiyo leo hii Kristo hayupo, leo hii neno hayupo, leo hii Kristo Yesu hayupo. Kuna neno. Kama ni neno, tunatakiwa tupate ufafanuzi, tunatakiwa tuielewe, tunatakiwa tupate nguvu ya neno iingie ndani mwetu, tukaweze kumwona Mungu kwa namna ya kipekee, tukaweze kufanya matendo makubwa. Kwa kuwa neno ametoka, hayupo tena, ambaye kwa njia ya mwili, neno hayupo kwa njia ya mwili. Kuna neno lililobaki halisia tuliokuwa nalo, ambao ni Waebrania 10:38. Sasa basi tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye ndio kanuni ya pili. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye ni kanuni ya pili, aweze kutufunulia ukweli uliokuwa katika hilo neno. Tumsifu Yesu Kristo. Sipo hapa kufundisha topic ya Roho Mtakatifu, ila nafafanua kusudi tuweze kutenda mambo makuu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atufunulie siri, tuweze kuwa washindi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kanuni ya pili inachukua nafasi, kwamba kumjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamjua Mungu ili tuweze kutenda mambo makuu kwa kupitia Roho Mtakatifu. Na neno ambalo tumesimama nalo ni Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Na kwa ufafanuzi zaidi mzuri utaanzia kusoma pale mstari wa 7 mpaka wa 13. Mstari wa 7 mpaka 13, lakini kiini chetu ni mstari wa 8. Kwa nini mstari wa 8? Kuna vitu ambavyo tunataka tuvielewe. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: naye akisha kuja nani? Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yesu hayupo tena, huyo atauhakikishia ulimwengu
kwa habari ya dhambi, kwa habari ya dhambi namba 1, na haki namba 2, na hukumu namba 3. Kwa nini nimetumia mstari huu? Kwa nini nimetumia mstari huu? Waebrania 10:38 ndiye neno. Neno limetumwa, limeshuka kwetu mwaka huu 2026. Ukikaa nje ya neno umetenda dhambi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuja hapa ulimwenguni kwa habari ya dhambi. Kwa nini hujatenda mambo makuu na neno umelisikia, umetenda dhambi? Na haki, haki ni nini? Unapokaa katika neno na ile neno linapokusababishia kutenda mambo makuu, umekaa kwenye haki. Hukumu, hukumu ndipo pale judgment inapokaa. Mungu anapokuangalia amesema nitakufundisha, nitakuonyesha njia ya kuendea na kushauri, na jicho langu likutazama. Maana yake nini? Anaona kabisa hapa umetenda haki kwa viwango vya 30, kwa viwango vya 60, kwa viwango vya 100, au umefeli. Tumsifu Yesu Kristo. Huyo ndio Roho Mtakatifu, kusudi tusitende dhambi na tukae kwenye haki, hukumu isije katupata iliyo mbaya. Kuna hukumu nzuri na hukumu mbaya. Roho Mtakatifu ndio msaidizi wetu, ndio mwalimu wetu, ndio kiongozi wetu. Kama Roho Mtakatifu ndio msaidizi wetu, kiongozi wetu, lazima tuweze kujua. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini? Hebu tusome kwanza kabla tutarudi hapa Injili ya Yohane 16. Tutarudi, lakini kusudi tuweze kujenga msingi. Nimesema sipo kwa ajili ya topic ya Roho Mtakatifu, najenga tu hali ya kuelewa kwa nini ufafanuzi huu wa Roho Mtakatifu tunapoingia kwenye imani ya kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Injili ya Yohane sura ya 14, tuanzia mstari wa 23 pale mpaka 26. Mstari wa 23 mpaka 26. Neno la Mungu anasema, Yesu akajibu. Tunazungumzia hii kanuni ya 3 ambayo tunasema kwamba kumjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Tumeshamjua Mungu kupitia mwili. Sasa Mungu kupitia mwili hayupo tena, akatumwa Roho Mtakatifu. Tunatakiwa tumjue Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Anasema Injili ya Yohane sura 14 mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia, na sio kwamba anamwambia, anatuambia sisi. Kwa lugha nyingine, Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Neno lipi? Waebrania 10:38. Ni ufunuo, roho wa ufunuo. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Lipi? 20:26, neno la Waebrania 10:38, Danieli 10:32b. Na baba yangu atampenda. Manake baba ni Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Atampenda. Kwa hiyo ukilishika neno utapendwa. Nas. Anaposema nas, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nas, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu na Baba mwenyewe ambaye Mungu. Anaposema nas, tutakuja kwake. Anaposema nasi tutakuja kwake, manake Mungu atakuja kwa njia ya umwilisho, Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu utakamilika. Utatu Mtakatifu ukikamilika, anasema nasi tutakuja kwake. Kwa hiyo neno la Mungu linapoingia ndani mwako likatoa mwili. Neno la Mungu la Waebrania 10:38 litapoingia ndani mwako, ukalisoma kwa kiwango kikubwa, ukalielewa, likatoa mwili. Na Danieli 10:32b anasema nasi likishakuja neno likakaa ndani mwako, hato nyamaza Mungu. Anasema nasi tutakuja kwake. Manake roho wa Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu watakuja kwako na kufanya makao kwake. Yaani watafanya makao kwako. Mstari wa 24. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu. Hili neno la Waebrania 10:38 si la Mwalimu Petro, si la Mwalimu Josephat,
Anasema nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka, aliyetupa kibali kusimama kwenye semina hii. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 25. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Na anatuambia yote haya aliwaambia wanafunzi wakati yuko katika njia ya mwili. Sasa hayupo Yesu Kristo, hatumwoni kwa mwili, tunamwona kwa njia ya neno. Sasa tunamhitaji Roho Mtakatifu tumjue Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndipo kanuni ya 3 anasema kumjua Mungu kupitia ukweli. Ukweli ni neno. Anaposema uwatakase kwa ile kweli, na kweli ni neno lako. Kwa hiyo tunaona kanuni zote 3 zinakamilika hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Kanuni zote 3 zinakamilika hapo. Kanuni ya kwanza kumjua Mungu kupitia mwili. Kanuni ya pili kumjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Kanuni ya 3 kumjua Mungu kupitia ukweli au neno la Mungu, na ndio tulokuwa nalo mahali hapa. Kwa hiyo kanuni zote 3 tunazicheza mahali hapa. Nilizitenga tu kusudi tuweze kuelewa, kusudi ufafanuzi uweze kuupata, lakini neno la Mungu linaposhuka kanuni 3 hizi zipo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hivi, hayo ndiyo niliwaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Aliwaambia mitume, aliwaambia wanafunzi. Sasa Yesu hayupo. Kama hayupo, tumebaki na neno. Hili neno sasa linaposhuka, neno ni Mungu, likija litwae mwili. Mwili uliobaki ni mimi, nifanane. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu. Moyo wangu, moyo wangu, nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu. Nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nataka nifanane nawe Yesu, nafsi yangu. Mawazo yangu, mawazo yangu, mawazo yangu, nataka nifanane nawe Yesu, mawazo yangu. Matendo yangu, matendo yangu, matendo makuu ya Mungu, matendo yangu, nataka nifanane nawe Yesu, matendo yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakuwa tunaimba wimbo huo. Tunavyokuwa tunauimba, tunatakiwa tuuimbe katika roho na kweli. Tusiimbe tu kwa kuimbaimba tu, kwa kupayuka tu. Ukitaka kubadilika ndani ya nafsi, ukitaka kubadilika ndani ya moyo, ukitaka kubadilika ndani ya mawazo, ndani ya fikra, ndani ya mitazamo, 2026 ni mwaka wa kubadilika na kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hivi, hayo ndio niliwaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Mstari wa 26 ndio naupenda kabisa, mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atampeleka kwa jina langu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija, anapelekwa kwa jina la Yesu, ambao ni jina la Baba, ni jina la Mungu. Sasa na ile Injili ya Yohane sura 17 mstari wa 11, kwa jina lako leo nipa. Kwa hiyo jina la Mungu ni Yesu, na jina la Mwana ni Yesu, na jina la Roho Mtakatifu ni Yesu. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu natimia. Anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ametuambia mwaka huu 2026 tutaishi kwa imani, na tukiishi kwa imani tutatenda mambo makuu. Na kama tukiishi kwa imani tukitenda mambo makuu, atatupenda. Lakini ukisitasita, anasema roho yake haina furaha na wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kanuni ya kwanza kumjua Mungu kama mwana ambaye amefanyika mwili. Kanuni ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu, kumjua Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kanuni ya 3 kumjua Mungu kupitia neno.
Kwa hiyo tunamjua Mungu kupitia neno. Sasa hivi ndio maana tunasoma Biblia. Sasa hivi ndio maana tunasoma neno. Na Zaburi ya 107 mstari wa 20, ulituma neno lake. Nani? Mungu ulituma neno lake utuponya na kutoa kwenye maangamizi yetu. Mwaka huu ametutumia neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Tukiviunganisha tunatakiwa tuishi kwa imani. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kila mmoja aweze kutenda mambo makuu. Na lengo liweze kutimia. Tuweze kuimarika katika imani zetu na kukaa katika imani zetu, tukue katika imani zetu ili tutende mambo makuu aliyotukusudia Mungu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu. Tunahitaji kutenda mambo makuu katika maisha yetu haya tuliopewa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kanuni ya tatu ya kumjua Mungu kupitia ukweli, na amesema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Hili neno tunalolisoma, neno tunalolisikia, neno tunalolipitia, kila kipengele tunachopitia ndio ukweli wenyewe. Ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo kanuni zote tatu zikuwa nimetimia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kurudi pale kwenye Injili ya Yohane sura 16. Tulikuwa tunaanza pale, tulisoma mstari wa 8, lakini tutataka tusome mstari wa 7 mpaka Mungu atapo. Amina, amina. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Yes, Roho Mtakatifu mwaminifu sana. Tuzidi kuombeana. Changamoto, kulitokea changamoto fulani hapa, lakini mambo yameenda vizuri, tumerekebisha. Tumsifu Yesu Kristo. Injili ya Yohane sura 16, tutaanzia mstari wa 7 mpaka wa 13. Tutaanzia pale mstari wa 7 mpaka wa 13. Injili ya Yohane sura ya 7. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 7 mpaka 13. Neno la Mungu linasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Sasa tumeona kanuni ya tatu. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Sasa tunarudi Injili ya Yohane sura 16 mstari wa 7, anasema lakini mimi nimwaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatokuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Mstari wa 8, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Mstari wa 9, kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Maana msipoliamini neno lilotumwa mwaka huu 2026 ni dhambi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Hamnioni tena. Matendo aliyokuwa anatenda Bwana wetu Yesu Kristo, anaondoka sasa, anawaachilia nyinyi muweze kutenda hiyo haki. Tumsifu Yesu Kristo. Tuweze kutenda matendo makuu. Anaondoka yeye. Mstari wa 11, kwa habari ya hukumu kwa sababu ya mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Anatundolea hofu. Mstari wa 12, hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mambo makubwa yajayo. Kwa hiyo kuna mambo makubwa mbele yetu. Anasema akitueleza hivi sasa hatutaweza kufanyaje? Hatutaweza kustahimili. Na tumeona katika kitabu cha ile Isaya 46 mstari wa 10, yeye ndiye atangazaye mwisho tangu mwanzo. Na ameshakamilisha, ameshafanya mambo makubwa tu yanatakiwa tendeke. Anasubiri mtu mmoja tu atakayekaa katika njia yake, katika reli, aweze kutenda hayo mambo makuu. Ni nani? Ni mimi na wewe. Tangu mwanzo ameshaliweka neno. Mwaka huu 2026 ameliweka neno la Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b. Anataka tuunganishe hayo maandiko tuweze kuishi kwa imani, tutende mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasubiriwa mtu mmoja ambaye atalisikia hili neno, na akishasikia neno akapenda, akashika hizi amri na maelekezo yake, Mungu atampenda. Amesema nasi tutakuja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu watashuka kwenye madhabahu, watashuka kwenye familia yako, watashuka kwenye biashara, watashuka kwenye kazi.
chochote unachotaka kukifanya. Ameshashinda giza lote lilokuwa mbele yako. Inawezekana ujui mambo ambayo yako katika mwaka huu 2026, lakini kwa kupitia Roho Mtakatifu, kwa kupitia ile neno la Mungu utaijua kweli. Atakwambia mambo ambayo yapaswa kufanyika, na ametuahidi kabisa katika neno lake. Amesema hivi, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amesikia mwaka huu tunatakiwa kuishi kwa imani. Ameshusha neno na anatupasha mambo yajayo. Mambo gani? Tunatakiwa tutende mambo makuu, tutende mambo makuu, mambo makubwa kabisa. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kabisa Roho Mtakatifu anavyotupenda, Roho Mtakatifu anavyotuelezea ukweli. Tunapata kujua huu ukweli kupitia neno la Mungu. Tunapata kujua ukweli kwa sababu anajitukuza, kwa sababu anatuashia taa ya kijani, tusonge mbele, tusiwe na hofu ya aina yoyote. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kupitia kanuni hizi tatu tunaona kwamba Mungu anatufunulia ukweli. Mungu anajifunua kwetu na tunaweza kumjua vizuri. Tumemjua kwa kupitia njia ya mwili, tumemjua kwa kupitia njia ya Roho Mtakatifu, na tumemjua kwa kupitia neno lake. Na kwa kuwa tumemjua kupitia neno lake, anazidi kutufunulia ukweli. Ukweli huu utabaki na sisi siku zote. Kwa nini? Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 na 17. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Maana yake wapate kuyaona matendo yetu makuu, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Narudia tena uweze kuelewa. Tunaenda kiwalimu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Manake ukifanyika neno kupitia mwili, neno akitua mwili wako, neno likakaa ukaliishi, ukaanza kuishi kwa imani, kwa kumtumainia Mungu, kwa kumjua Mungu, unafanyika nuru. Anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu. Manake mwaka huu 2026 tuangaze mbele za watu, watu waweze kutuona, waone wakishuhudia tukitenda mambo makuu kwa imani iliyokuwa ndani mwetu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Matendo yapi? Matendo makuu ya Mungu. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mstari wa 17. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, ila sikuja kutangua bali kutimiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alipokuja, alikuja kuhakikisha mambo yote nakaa sawa sawa. Anakuja kukamilisha ile kusudi lake, kutimiliza ile kusudi. Kusudi gani? La watu wake waweze kuishi kwa imani, wakitenda mambo makuu, Kwa hiyo Mungu alikuwa akitutazama aliposema kwamba anatufundisha na tuonyesha njia ya kuendelea, anatufundisha akituonyesha njia ya kuendelea na kutushauri, na jicho lake kitazama. Kila akitazama anaona watu watusogei. Sasa akaja, na alivyokuja hakuja kwamba kuondoa sheria, hakuja kwamba kuondoa Torati, hakuja kwamba tusikae katika neno, bali kukamilisha, kutimiliza lile kusudi la Mungu la kutenda mambo makuu, lile kukomboa ulimwengu, la kukomboa watu, la kuponya watu, mambo makuu, kutenda mambo makuu. Haya yanayoonekana ni madogo tu, tunatakiwa tutende mambo makubwa zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Luka sura ya 9 mstari wa 34 na 35. Kitabu cha Luka, mwinjili Luka sura ya 9 mstari wa 34 na 35. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba uandae akili yako, mawazo yako. Tumsifu Yesu Kristo. Alipokuwa akisema hayo,
ilitokea wingu likawatia uvuli. Wingu ni lipi? Wingu ni lipi? Wingu manake wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiliangalia lile neno, likawajia wingu, likaja wingu. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, linaendelea kusema, wakaogopa walipoingia katika hilo wingu. Tusiogope watu wa Mungu, tusiogope. Wingu hili linaongozwa na neno la Mungu la Warumi 10:38. Tutembee nalo mwaka huu 2026. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Kwenye hili neno limeteuliwa, tunatakiwa tulisikilize. Kuna ujumbe, kuna sauti. Warumi 10:38, kuna sauti. Akasema hivi, sauti ikatoka katika wingu ikasema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye, msikieni yeye. Manake tumeona kwamba Mungu alitwaa mwili, neno akatwaa mwili akakaa kwetu. Alivyotwaa mwili, Roho Mtakatifu akaja na kutuongoza. Anatuongozaje? Kwa kuliangalia lile neno. Leo hii Yesu ambaye tuliambiwa amependezwa naye, msikieni yeye, tunasikia sauti kama mwana, tunasikia sauti kama mwana aliyempenda kutoka kwenye neno. Neno la Mungu linaachilia sauti, neno la Mungu linaachilia ujumbe, neno la Mungu linaongeza imani, linaimarisha imani kwetu. Kuna sauti inatoka. Sauti gani? Tumeambiwa hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haitapendezwa naye. Ni sauti imekuja, ni sauti imekuja, tuipokee. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo tunatakiwa tukubali Roho Mtakatifu atuongoze, aseme nasi kwa namna ya kipekee. Amina, watu wa Mungu. Sauti hii tulioisikia huu mwaka 2026 mwezi wa kwanza, tutembee na neno la Waebrania 10:38 na Danieli 11:32 mstari 32b. Lazima liingie ndani mwetu, neno litwae mwili likae kwetu. Likikaa kwetu, tutaanza kuishi kwa imani, hatutositasita, ili tumpendeze Mungu, ili utukufu uwe wake Mungu, tutakapotenda mambo makuu, mambo makubwa zaidi ya kawaida, zaidi ya kawaida. Kuna mtu ana nyumba, kuna mtu ana gari, kuna mtu ana mke na watoto. Hayo ni ya kawaida. Kuna mambo makubwa tunatakiwa tuyafanye. Kuna mambo makubwa yanatakiwa atokee katika Tanzania. Kuna mambo makubwa yanatakiwa atokee katika ulimwengu mzima. Tufanye kitu ambacho masikio ya ulimwengu mzima yatawasha, na utukufu, sifa na enzi na mamlaka vyote vipewe nani? Apewe Mungu. Utukufu, heshima vyote apewe nani? Apewe Mungu. Tunatakiwa tufanye mambo makuu katikati ya changamoto, katikati ya magonjwa, katikati ya giza, katikati ya uovu, katikati ya uovu. Tumwone Mungu kwa namna ya kipekee kupitia sauti ya neno la Mungu. Waebrania 10:38, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haijalishi kuna uovu, haijalishi kuna vita, haijalishi kuna ugonjwa, lakini tunatakiwa tukaishi kwa imani. Naye akisitasita, Roho Mtakatifu ametuonya. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Wakolosai sura ya 2, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala sio kwa jinsi ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna ufunuo mkubwa sana. Mstari wa 9, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, kwa jinsi ya kimwili. Katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Kwenye nini? Kwenye neno.
kwa jinsi ya kimwili. Mstari wa 10, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Ndio maana anatuambia mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa sababu gani? Amesema, angalieni mtu asiwadanganye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana katika yeye una ukamilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Hilo neno la Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b. Hapa ndipo anaposema kwa maana katika yeye. Katika yeye nani? Neno. Katika yeye nini? Neno tulilolipata. Tunakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, tunatakiwa tuishi kwa imani kweli kweli. Tunaposema kwamba tunatoa ufafanuzi wa neno hili, kuishi kwa imani, tuna mambo makubwa. Mpaka dakika hii kuna mahali tumekwenda, kuna mahali tumefika. Kesho siku ya 6, kesho siku ya 7 tunaezeka kabisa, nyumba inakamilika kabisa. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunamkamilishia Mungu ibada. Tunamkamilishia Mungu ibada katika roho na kweli, katika roho na kweli, tukimjua Mungu kupitia Mwana, tukimjua Mungu kupitia Roho Mtakatifu, tukimjua Mungu kupitia ukweli, kupitia neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani kila mmoja aweze kuelewa. Ikiwezekana rudia haya maandiko uliopewa, haya maandiko tulioachilia mahali hapa. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Mwalimu Josephat, nimesimama hapa kwa kiwango cha 10, 15 hadi 20. Roho Mtakatifu mwaminifu 80% atakupa package yako uweze kujua. Na hasa ukiangalia hili andiko ambalo tumelimalizia, linatuonya kabisa kwamba yeye ameshakamilisha kila kitu. Neno limeshakamilisha kila kitu. Yaani Waebrania, hiyo Waebrania 10:38 imeshakamilika, mtu wa Mungu. Wala usione mashaka, wala usisite. Kila kitu kiko sawa sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kama kiko sawa sawa, anahitaji tusimame kwenye imani. Tukae kwenye imani. Kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100. Ni kweli hatufanani, lakini tukae kwenye imani. Mwana kiwangu ataishi kwa imani. Mwana kiwangu ataishi kwa imani. Na sisi tukae kwa kiwango cha kimungu, tukakae kwa imani. Anasema mwana kiwangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Danieli 11:32. Lakini watu wamjuao Mungu, na tumemjua Mungu kupitia umwilisho, kupitia mwili. Tumemjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Tumemjua Mungu kupitia neno lake. Tumemjua Mungu kupitia ule ukweli. Sasa kwa sababu tumemjua Mungu, anasema lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Tuna deni kutenda mambo makuu, kwa sababu semina hii haitopita bure. Ufafanuzi huu haupiti bure. Tumsifu Yesu Kristo. Tunatakiwa tufanye matendo makuu, kwa sababu yeye amekuwa mkamilifu, amekuwa mtimilifu, na ndiye mtawala enzi zote na mamlaka. Ameshashinda, anatuamini kabisa. Ndio maana akasema kwamba yoyote ambaye atasitasita, roho yangu haina furaha. Ameshawatangazia toka mwanzo. Ametangaza mwisho wetu toka mwanzo. Mwanzo wa mwezi huu tumeshatangaziwa kwamba tuishi kwa imani ili tutende mambo makubwa. Lakini kama utatembea imani yako ikiwa haba, umetindikiwa, Roho wa Mungu anasema sitofurahiwa naye. Sasa basi tutafundisha jinsi gani ya kukaa katika imani, jinsi gani ya kutembea katika imani, ni vitu gani vitatusaidia tukae katika imani. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa muda uliobaki, natamani kuomba na mtu mmoja aweze kupata uelewa. Roho Mtakatifu ashuke. Ikiwa tumejua kwamba tumjue Mungu kwa kupitia mwili wake, umwilisho, na tumjue Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu na kupitia kwenye neno lake. Ikiwa Yesu alikuwa bado akikaa na wanafunzi wake,
Yesu akawatazama, kila akiwaangalia anaona kabisa haya maandiko, huu ufafanuzi hauelewi. Luka sura 24 mstari wa 45 anasema kwamba akawaombea, akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Na mimi natamani kumwombea mtu mmoja ufahamu wake akapate kuelewa maandiko. Neno la Mungu ndio linaotia uzima, ndio linaotia uhai. Sasa na ile neno la Ufunuo sura 21 mstari wa 6, yeye ni mwanzo na mwisho, alfa na omega. Akasema kwa wale wote wenye kiu, wale wote wanaomtamani Mungu, wale wote wanaotamani Mungu, wanaomtamani Mungu, anaotamani Mungu awatendee, wale wote wanaotamani Mungu awafanyie kitu, wenye kiu atawapa maji, atawapa maji wanywe bure, ule uzima wa milele bure. Manake ukiwa na neno kuna uzima ndani mwako, ukiwa na neno kuna uzima, na ukishakuwa uzima maana utatembea kwa imani, utaishi kwa imani. Kuna watu watindikiwa imani, Roho Mtakatifu akatembea nao. Ikiwa Yesu aliwaombea, na sisi kwa mamlaka aliyotupa kama makuhani, kama watumishi wa Mungu, kama mashahidi walioshuhudia hili neno la Mungu, tunakuombea tukiweka mikono juu yako. Kama kichwa chako, Roho Mtakatifu apate kukifungua. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Nazareti tuwe hai, tunaalika kiwango cha kimbingu cha damu ya Yesu, kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100. Damu ya Yesu iliyotoka kichwani baada ya Yesu kupigwa na mwanzi na kuwekewa taji ya miiba usoni. Damu ya Yesu ilitoka kwa kusudi la kufungua ufahamu wa kila mmoja, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Nazareti tuwe hai, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Nazareti tuwe hai. Roho Mtakatifu ukawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko kwa sifa na utukufu wa jina lako. Roho yule aliyetenda kwa wanafunzi wake, Roho yule aliyetenda kwa mitume wake, Luka 24 mstari wa 45, akatende kazi kwa kila mmoja mmoja usiku wa leo, na akatende kazi kwa kila mmoja mmoja akaweze kuelewa maandiko na kuishi kwa imani kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina lipitalo majina yote naomba na kushukuru na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Karibuni kesho siku ya hitimisho tunapohitimisha semina yetu. Mungu awabariki sana.